Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili si jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Leo ikiwa ni Oktoba 9 mwaka wa 2025. Mwinue Yesu juu kama kichwa cha kanisa. Hii ndiyo mada yetu kuu katika mwezi wa Oktoba. Leo tunaenda kuiangazia mada ndogo, mada inayosema umoja kanisani. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Nakushukuru kwa ajili ya nafasi hii ya pekee. Asante kwa ajili ya afya uliyotujalia. Asante kwa ajili ya uzima. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya kutumika shambani mwako. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako. Tu wa dhambi, tunahitaji utakaso kutoka kwako. Kwa damu yako ukatusafishe, na kwa jina lako tukaitwe watoto wako. Enda nasi tunapojifunza mada hii siku ya leo. Ukatufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo katika jina la Yesu. Amina. Umoja kanisani. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 aya 32 inaandika, na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Wakati Roho Mtakatifu alipomwagwa kwa kanisa la awali, jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja. Matendo ya Mitume sura ile ya 4 aya 32. Roho wa Kristo aliwafanya kuwa wamoja. Hili ni tunda la kukaa katika Kristo. Tunahitaji kuangaziwa na nuru ya Mungu. Kila mtu anajitahidi kuwa kitovu cha ushawishi, na ni mpaka pale Mungu atakapofanya kazi kwa ajili ya watu wake ndipo wataona kwamba kumtegemea Mungu ndiyo usalama pekee wa nafsi yoyote. Neema yake ibadilishayo mioyo ya wanadamu itaongoza katika umoja ambao haujawahi kuonekana. Wote ambao wamejisalimisha kwa Yesu watapatana wao kwa wao. Roho Mtakatifu ataumba umoja. Ombi la Yesu kwa Baba yake linalopatikana katika sura ya 17 ya Yohana linapaswa kuwa imani ya kanisa letu. Linatuonesha kwamba tofauti na kukosa umoja kwetu humvunjia Mungu heshima. Hakuna ushauri wala idhini inayotolewa katika neno la Mungu kwa wale ambao wanaamini kwamba ujumbe wa malaika yule wa tatu unawaongoza kudhani kuwa wanaweza kujitenga. Hili unaweza kuliweka sawa kwako daima. Huu ni utunzi wa akili zisizotakaswa ambazo zitashabikia hali ya kukosa umoja. Udanganyifu wa wanadamu unaweza kuonekana kuwa sawa machoni pao wenyewe, lakini si ukweli na haki. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba. Waefeso sura ya 2 aya ya 14 hadi 16. Yesu ni kiungo kiunganishi katika mnyororo wa dhahabu ambao unawaunganisha waumini kwa Mungu. Hakutakuwa na utengano katika wakati huu mkuu wa majaribu. Watoto wa Mungu wanaunda kitu kimoja kilichoungana katika Kristo, ambaye anawasilisha msalaba wake kuwa kiini cha mvuto. Wote waaminio ni wamoja katika yeye. Hisia za wanadamu zitawaongoza watu kuichukua kazi mikononi mwao wenyewe, na hivyo jengo kukosa uwiano. Kwa hiyo Bwana hutumia aina mbalimbali za karama ili kulifanya jengo kuwa na ulinganifu.
Hakuna sehemu hata moja ya ukweli ipaswayo kufichwa au kutozingatiwa. Mungu hawezi kutukuzwa isipokuwa jengo lote linaunganishwa vema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Hapa mada kuu imeeleweka, na wale wanaouelewa ukweli wa wakati huu lazima wazingatie jinsi wanavyosikia na jinsi wanavyojenga na kuwafundisha wengine kufanyia kazi. Wakati kila ainisho ambalo Yesu ametoa linapotimizwa katika roho ya kweli ya Kikristo, basi hapo tena mbingu huidhinisha uamuzi wa kanisa, kwa sababu washiriki wake wana nia ya Kristo na kufanya kama ambavyo angefanya kama angekuwa duniani. Selected Messages, gombo la 3, ukurasa wa 20 hadi 22. Hii ni Oktoba 9. Mada inasema umoja kanisani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu hudumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Don't